Vijana wengi wanajihusisha na tabia zisizofaa katika taifa. Hatuwafundishi vijana wetu utamaduni wa taifa. Tuwafundishe watoto wetu maadili ya taifa letu. Kama kweli sisi wazazi tunawatakia mema watoto wetu, tuanze kuwafundisha. Maadili ya mtoto yanaanzia nyumbani. Elimu anayopata mtoto darasani inaanzia nyumbani. Wewe mzazi ni sehemu ya mwalimu nyumbani. Akitoka pale akienda shuleni anakuwa ni sehemu ya kupokelewa kwa heshima. CCM oye! Uchungu wa mwana. Ninapongeza sana, nampongeza katibu wa wilaya Mtiti Mbaza, lakini naipongeza pia wilaya nzima, yani mwenyekiti wa wilaya wa chama, mwenyekiti pia wa wilaya wa jumuiya ya wazazi, na pia uongozi mzima wa kamati ya utekelezaji, mabaraza yote katika wilaya, katika kuona kwamba kuna nafasi na kuna namna ambayo tunaweza tukapata semina kama hizi, hasa sisi ambao tuko katika kata huku chini. Jumuiya ni mlezi, ni baba na ni mzazi. Jumuiya pia ina watu mbalimbali ambao wanahusika moja kwa moja katika jamii. Jumuiya inapaswa sasa iamke, ione kuna nafasi sasa yenyewe iingie, sio kuiachia teknolojia. Sasa hivi dunia imejawa na teknolojia ambayo ndio inayofundisha sana malezi. Jumuiya kama jumuiya na mzazi kama mzazi aweze kuhusika. Jumuiya ihusike moja kwa moja katika kuhakikisha inakutana na wazazi ambao ndio wapo katika mitaa yetu, ili iweze kutoa elimu, uelewa na ufahamu, na kusimama pia na maadili, kuifundisha jamii, kuielekeza jamii na kujua nini cha kufanya katika jamii. Bado turudi katika msingi ule wa zamani tuliokuwa nao, kwamba mtoto sio wa mzazi, mtoto ni wa jamii nzima. Tukiweza kuelimisha watu wakaelewa, hatutaweza kukosa kupata watoto mtaani, hatutaweza, migogoro ya familia itapungua, na vitu kama visa vya mtaani, mashoga na ushoga katika jamii nzima. Hiyo malezi pia naona hata kupunguza baadhi ya matukio tunaweza kuyapunguza ikiwa kama jumuiya ya wazazi itasimama katika mlengo wake ule na kwa minajili kama semina ilivyofundisha. Mimi neno langu kubwa kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kiyombo, niseme tu wazazi tushirikiane pamoja na walimu kuhakikisha watoto wetu wanakuwa na maadili, na pamoja na serikali ya mtaa na serikali kuu kuhakikisha kwamba haya mambo haitokezi na yanapotea kabisa kwenye jamii. Kwa majina naitwa Isiaka Moshiugwa, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kitinga. Leo nilikuwa ni mwalikwa katika semina ya jumuiya ya wazazi ambayo inatolewa na katibu wa jumuiya ya wazazi wilaya ya Ilala. Kiukweli jumuiya leo kwa semina leo ni nzuri, na katibu Mbaza alijipanga ipasavyo kwa kile ambacho amekuja kukiwasilisha kwa wanachama na waalikwa kwenye semina yake. Ni sambamba na hilo, tunashukuru leo ameweza kutukutanisha pamoja na watumishi wa serikali, kwa maana wataalamu kwenye kata yetu. Wote walikuwepo na wao wameweza kutoa maoni yao juu ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia wamependezwa na wamepongeza kwa kile ambacho kimewasilishwa, kwa sababu kumekuwa na kasumba nyingi sana. Baadhi ya viongozi wa kisiasa wakija, wao ni watu wa kuwasakama kwa watumishi, lakini leo ni kwa tofauti. Yani katibu wa wilaya ameweka kitu tofauti, kwa maana kuunganisha viongozi wa kisiasa na viongozi wa watumishi wa kiserikali juu ya semina yake. Ilikuwa ni nzuri sana. Kwa jina naitwa Yali Francis Mata, msaidizi wa mjumbe shina namba 7 Kitinga. Mimi nimependa mkutano uliofanyika, ila nilimwomba katibu ili mkutano ifanyike kila baada ya miezi mitatu, kwa sababu kuna baadhi ya viongozi hawaelewi katiba inasemaje au majukumu yao ya kazi yako, na atakapokuja kufanya mkutano baada ya miezi mitatu tuangalie kilichoongelewa mpaka sasa, je, kimetekelezwaje.